Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Msanii Zuchu hivi siku ya leo ameamua kuzungumzia kwa mara ya kwanza sakata zima la Juma Lokole kutimuliwa katika media za Wasafi, na itakuwa ni mara yake ya kwanza kuzungumzia mambo ambayo yanamuhusu mtangazaji Juma Lokole, kwani tunafahamu Zuchu pamoja na Juma Lokole ni watu wawili tofauti. Hao watu hawajawahi kupatana, hao watu hawajawahi kukaa meza moja na kuzungumza vizuri, na hiyo yote ni kutokana na Juma Lokole namna ambavyo mara nyingi amekuwa akimwandama Zuchu, lakini pia mara nyingi amekuwa akimchafulia Zuchu kwenye mitandao ya kijamii. Siku ya leo Zuchu ameweza kuruka live kupitia katika ukurasa wake wa Snapchat na amezungumza mambo mengi sana, lakini kuna moja ya shabiki ambaye aliweza kumuuliza kuhusiana na sakata zima la Juma Lokole kuondoka katika media za Wasafi. Tuliweza kushuhudia wiki iliyopita msanii Diamond Platnumz aliweza kuthibitisha wazi swala hilo kwamba Juma Lokole tayari ametimuliwa katika media za Wasafi, na hiyo yote ni kutokana na utovu wake wa nidhamu, yani kwa asilimia kubwa sana Juma Lokole alivunja taratibu ambazo ziliwekwa za media nzima ya Wasafi. Unaweza kuona ni kwa namna gani utovu wa nidhamu wa Juma Lokole umempelekea yeye kuikosa kazi ya muhimu sana ambayo ilikuwa inamsaidia yeye kusukuma maisha yake. Lakini tunaweza kusema Juma, jambo ambalo lilimsababisha Diamond Platnumz akakasirika kwa asilimia kubwa sana ni namna ambavyo alikuwa akiendelea kumzungumzia msanii Zuchu kupitia application yake ya Lokole app, jambo ambalo lilisababisha Diamond akashindwa kujizuia na kuamua kumpatia notisi Juma Lokole, kumpatia bahasha yake kwamba bwana, embo tulia kwanza, subiria kwanza, ili mradi tu uweze kujifunza tabia nzuri. Zuchu siku ya leo kuna shabiki ambaye aliweza kuandika kama comment namna ambavyo Zuchu aliruka live kupitia katika ukurasa wa Snapchat. Huyo shabiki akamwambia Bi Zuhura, unahusika kivyo vyote kuhusiana na Juma Lokole kufukuzwa kazi kweli? Zuchu aliweza kumjibu yule shabiki na kudai kwamba yeye hausiki katika swala zima la wafanyakazi wa pale Wasafi, lakini pia akawa amedai Juma Lokole utovu wake wa nidhamu umeendelea kupelekea akapata hii adhabu kubwa ambayo ameipata. Lakini kitu kikubwa ambacho Zuchu alikizungumza, alidai kwamba inapotokea mtu yoyote unapokuwa katika ofisi yoyote, labda umetengeneza ukaribu wa ukaribu zaidi na bosi wako, basi hakikisha ile mipaka ambayo mliiweka hauvuki. Sasa Zuchu anakuambia Juma Lokole alivuka mipaka ambayo Diamond alimwekea, yani kiufupi Juma alikuwa ana ule utani ambao umepitiliza, lakini pia ni kama vile kwa sababu tu ameshamzoea Diamond, basi akawa anamuona anamuweza fulani hivi, na ndio maana tulikuwa tunamuona Juma Lokole ana uhuru, anaweza akaposti habari yoyote ile kuhusiana na Diamond, kuhusiana na Zuchu katika application yake ya Lokole app, na Diamond Platnumz asimfanye kitu chochote. Lakini Zuchu akawa amedai kwa awamu hii Juma Lokole alichokifanya amevuka mipaka ya hali ya juu, na Diamond Platnumz akashindwa kabisa kujizuia, akashindwa kuendelea kumwangalia Juma, kitu ambacho ameweza kukifanya. Na Zuchu yeye binafsi hajataka kukizungumzia hapo, akadai kwamba huenda akakizungumza alafu baadaye kikaja kikaleta shida kwake pamoja na media nzima ya Wasafi. Ni kitu gani hicho ambacho Juma amekifanya kibaya? Ni kitu gani hicho ambacho amemfanyia Diamond Platnumz mpaka kufikia hatua Diamond akashindwa kabisa kumvumilia na kuamua kumpatia barua yake ya kumtimua kazi? Lakini Zuchu akaongezea kidogo, akasema kwamba Juma Lokole hajafukuzwa kazi moja kwa moja, bali amesimamishwa kazi. Ni kama adhabu tu ambayo amepatiwa, na wala sio kwamba eti amefukuzwa moja kwa moja. Ni kusimamishwa tu kwa muda fulani, alafu baadaye atakaporejea huenda adabu itakuwa imemshika, lakini pia atakuwa amejifunza kitu, kwa sababu alishaona kabisa yeye yupo karibu na familia ya Diamond, yupo karibu na Mama Dangote, yupo karibu na Esma Platnumz, akajiona na uhuru fulani, akajiona kwamba yeye ni mwanafamilia, huenda Diamond Platnumz asingeweza kumfanya jambo lolote hata kama akimkosea. Kumbe ni tofauti. Diamond kwenye mambo ya kazi hapendagi utani. Zuchu akawa anadai hata wao wakiwa studio basi Diamond Platnumz anakuwa mtu ambaye yuko serious sana na wala hatamani utani uweze kutawala katika mambo yote ya kazi, na ndio maana akaamua kumfanya Juma Lokole
Lokole awe mfanyakazi wa mfano, kwamba ukiwa na mazoea na bosi wako basi unatakiwa kumheshimu, lakini pia kuna wakati unatakiwa kumuona kama bosi, lakini pia kuna wakati unatakiwa kumuona kama rafiki yako. Sasa Juma Lokole alizidisha, hata katika nyakati za kuwa bosi, basi yeye akawa tu anamchukulia kama rafiki au mtu wa karibu, jambo ambalo limemharibia na limeendelea kupelekea aendelee kuitumikia hii adhabu yake ya kusimamishwa kazi. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.